Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Waheshimiwa waandishi wa habari, mabibi na mabwana, wanavyuo wote nchini, wageni waalikwa, kwa jina langu ninaitwa Geoffrey Jola Mkiliba, ndiye mwenyekiti wa kampeni ya Mama Asemewe Taifa, na leo hii tumewaita tukiwa na ujumbe ambao tulitamani tuzungumze kwa Watanzania, wapenda maendeleo, wadau wa maendeleo, kupitia ninyi ndugu waandishi wa habari. Kwa heshima na taazima, napenda kuwakaribisha nyote katika mkutano huu muhimu ambao tumelenga kutambulisha rasmi wiki ya mama. Wiki ya mama ni juma maalum la siku 7 ambalo tumeandaa kwa lengo la kufanya tathmini ya kina juu ya jitihada mbalimbali za kimaendeleo zilizotekelezwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kipindi cha miaka 4 ya uongozi wake toka pale alipoapishwa tarehe 19 Machi mwaka 2021 kushika madaraka ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa historia, sote tunatambua kuwa tarehe 19 Machi 2025, Mungu akitujalia uzima na uhai, sisi wote tutashuhudia na sisi wote tutakumbuka kuwa siku hiyo ni siku muhimu kwa taifa letu, kwani inatimia miaka 4 tangu Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipoapishwa rasmi kushika madaraka ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hii ni tarehe yenye uzito wa kihistoria isiyofutika ndani ya taifa letu. Na kwa nini tunasema tarehe hii ina historia nzito? Ni kwa sababu zifuatazo. Kwanza, siku hiyo ya tarehe 19 Machi mwaka 2021, miaka 4 kurudi nyuma kutoka sasa, kwa mara ya kwanza taifa letu la Tanzania katika historia yake tulipata rais mwanamke, tukio ambalo limebaki na linaendelea kubaki kuwa alama muhimu ya mabadiliko na hatua kubwa kwa taifa letu katika uongozi wa kitaifa na kimataifa. Lakini ni siku ya kihistoria kwa sababu katika namna isiyotarajiwa wala kudhaniwa, mara baada ya aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 5, Daktari John Pombe Joseph Magufuli kuaga dunia, tulikuwa na mashaka na wasiwasi sisi na majirani zetu, wakitaka kuona kwa namna gani ambavyo Tanzania wanaweza wakafanya mabadiliko ya kiuongozi katika misingi ya kuheshimu katiba na taratibu tulizojiwekea kama taifa. Kwa hiyo siku hiyo ni siku ambayo Tanzania na dunia nzima ilishuhudia mwanamke shupavu, jasiri, mwongoza njia, akishika na kuchukua hatamu za uongozi kwa njia ya ustahimilivu, kwa njia ya hekima, kwa njia ya utulivu na dira thabiti. Nani kama Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan? Kwa kutambua umuhimu wa siku hii, Watanzania wote na marafiki zetu kutoka nchi jirani na washirika wa kiuchumi, washirika wetu wa kiuchumi, kisiasa na kidiplomasia, tuna wajibu wa kutenga na kuthamini siku hiyo muhimu katika historia ya taifa letu. Hivyo basi, sisi tutaongoza mamilioni ya Watanzania kutathmini uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan na mafanikio yake makubwa aliyoyafanya na kuyaleta katika taifa letu. Sasa, kwa kutambua umuhimu wa siku hii, ndugu zangu, wanavyuo na wanazuoni kutoka vyuo mbalimbali nchini, tumejipa dhamana ya kuongoza umma wa Watanzania katika kufanya tathmini ya kina kuhusu uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tujue tulipotoka, tulipo
na tunapokwenda. Na hii ndio sababu mnamo tarehe 16 Machi 2025, kwa maana siku ya kesho, na siku 3 kabla ya kutimia miaka 4 ya uongozi wake Daktari Samia Suluhu Hassan, sisi wafuasi na wanachama wa kampeni ya Mama Asemewe pamoja na wapenzi wa maendeleo ndani ya taifa letu tutazindua rasmi tukio linaloitwa ama juma linaloitwa Wiki ya Mama, ambao ni mpango maalum wa kutumia siku 7 za wiki kutathmini maendeleo ya Tanzania chini ya falsafa hodari, falsafa maarufu, falsafa makini ya 4Rs ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, yenye maana ya maridhiano, mabadiliko, ustahimilivu na ujenzi. Shoga yangu we, mambo yamejipa. Wewe endelea na ubishi wako hapa. Serikali ya awamu ya 6 kupitia REA imeshatoa ruzuku ya kulipia asilimia kubwa ya mitungi hiyo. Sisi tunachangia kidogo tu. Wewe unadhani ningepata mimi mtungi kwa pesa ile? Haya, ona mambo. Hilo. Lishawaka? Limewaka ndio, unacheza na gesi. Basi nipeleke na mimi nikachukue shoga yangu. Haya maharage nusu saa nyingi yameiva faster tu. Nishatini maendeleo. Umewaka unatufikia. Tangazo hili limeletwa kwenu na Wakala wa Nishati Vijijini, REA.